Bwana, vita na kasheshe ambayo alikuwa anaipitia Harmonize tumeiona huko mtandaoni, na mtu pekee ambaye alikuwa anamtetea, anampambania, anamkingia kifua alikuwa ni Mwijaku pekee. Yani katika watu ambao walikuwa wana support kitu ambacho kinaendelea huko mtandaoni, hususan kuhusiana na issue ya Harmonize kupanda ndege ambayo wadau wameitoa dosari na kusema kwamba ile sio private jet bali ni aviator. Hususan Baba Levo ndo alikuwa mstari wa mbele kuzungumza maneno hayo. Ni kwamba mtu pekee ambaye alikuwa anamtetea Harmonize bwana ni Mwijaku. So Mwijaku bwana amepambana kiukweli, amejitahidi sana. Yani kwa kila kitu ambacho kilichokuwa kinazungumzwa na Baba Levo, Mwijaku alikuwa na crush. Na mpaka leo tumeona ameweka statement akidai kwamba ndege ambayo anapanda Harmonize ni tofauti kabisa na ndege ambazo anazopanda Diamond. Diamond yeye huaga anafanyiwa booking, anahuaga kama akipata show, watu wanaompa show ndio wanamlipia na usafiri kabisa. Tofauti na Harmonize, yeye anakodi mwenyewe, kwamba Diamond anakodiwa huku Harmonize anakodi mwenyewe. Kwa hiyo watu wajue kutofautisha. Hicho ndo kitu ambacho Mwijaku amekizungumza, ni hiyo ndo statement ambayo Mwijaku ameitumia ku clarify swala la ambalo lilikuwa linamwandama Harmonize huko mtandaoni kwamba amepanda aviator na sio private jet. Sasa basi hii issue bwana haikuanzia hapo, ilianza muda kidogo. Maana tumeona kwamba Mwijaku ameweka posti kadhaa, karibuni posti 6 hivi. Zote hizo ni kwa ajili tu ya kumkingia kifua, kumsifia na kumpromote Konde Boy. Posti ya kwanza Mwijaku aliandika hivi, kuna posti hapa ya kwanza ameandika kwamba bwana, Konde Boy ni taasisi. Yani watu wameacha kujali chaka tu chaka yao huko Europe na Mburahati, wanajali safari yetu ya kizalendo kanda ya Ziwa. I love this game na mtaumia sana mwaka huu, nguruwe pori nyinyi. Ameandika hivyo Mwijaku kwamba wakina Baba Levo wameacha, yani Baba Levo ameacha kufuatilia show za chaka tu chaka Europe, akiwa anamaanisha zile show ambazo Diamond anazozifanya kule London, na kuanza kufuatilia safari yao yeye Mwijaku na Konde Boy ya kizalendo, kwa sababu kule safari ambayo ameipata Harmonize alikuwa anaenda kuperform kule mbele, ameenda kuperform katika ziara ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo ni safari ya kizalendo, ndio maana Mwijaku amezungumza hivyo. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho amekisema Mwijaku. Amedai kwamba show ambazo wanazozifanya kule Wasafi bwana ni chaka tu chaka, wao huko wanaenda kufanya show za kizalendo, lakini jinsi ambavyo Harmonize alivyokuwa mkubwa, Baba Levo ameachana kabisa na kupromote show za Diamond kule nje, ameanza kuzungumzia show ambayo anaenda kuifanya Harmonize kanda ya Ziwa. Hiyo ndo point ya kwanza kabisa ya Mwijaku. Alafu hapa chini akasema kwamba nataka comment za ameandika kwamba nataka comment za Maimanda kutoka Konde Gang, ameandika hivyo. So ngoja nisome baadhi ya comment. Kuna mtu amesema kwamba bwana wewe ni mwehu tu. Kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana kama unaamini kwamba Mwijaku ni mnafiki gonga like hapa. Kwa mtu amesema kwamba hapa bwana sasa ndio mpande aviator. Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo, na comment hapa ni nyingi sana za kucheka. Haya, ukiachana na hiyo, kuna posti nyingine tena hapa. Mwijaku ameambatanisha picha 3 za Harmonize, alafu akaandika hapa chini kwamba ndoto alionayo Harmonize kwenye huu mziki wa Afrika ni swala la muda. Ni swala la muda, wote tutaungama na kuomba msamaha. Time will tell. Mungu akusimamie Harmonize, uwashangaze Ngada FC. Naona bwana, huo ni ujumbe mwingine wa Mwijaku kwenda kwa Konde Boy, kwamba anadai kwamba ndoto ambazo Harmonize yuko nazo kuhusiana na mziki huu hapa wa Afrika, bwana watu wataungama. Lakini ameweka mpaka kijembe hapo kwenda kwa upande wa WCB kule, amewaita Ngada FC. Sasa ngoja pia kusomea comment ambazo zimejitokeza baada ya Mwijaku kuzungumza hayo aliyozungumza hapo katika kurasa wake wa Instagram. Kwa mtu anasema bwana, kiukweli tunakukubali sana Mwijaku, Konde Gang for everybody. Huyu hapo mwingine anasema kwamba bwana Mwijaku, tumetumwa na Steve Mweusi tukwambie kwamba au unabisha. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana sawa yeye tu, ila mwambie aache kupanda kiavieta bwana. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana Mwambino atafika mbinguni akiwa amechoka sana Mwijaku. Kwa mtu amesema kwamba bwana my favorite star ndo huyu. Kwa mtu mwingine kuna mtu amesema kwamba bwana ukimsikiliza Mbosso ndio utajua kwamba huyu wa Tandaimba
ni uchafu kabisa kwenye mziki. Kuna mtu ameandika hivyo. So hiyo ni posti nyingine ya pili kutoka kwa Mwijaku. Mwijaku bwana amesimama kweli kufanya kazi ya kumpromote Harmonize, maana hakuishia hapo. Akaposti video ambayo ilikuwa inamuonyesha wakati wanaondoka kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza kule kanda ya Ziwa. Expensive life, mtu mbaya. Mungu akupe maisha marefu ndugu yangu. Una enjoy uzulumu cha mtu, unakula cha kwako, jasho lako. Unataka nini tena ndugu yangu? Maisha yako mazuri. Anaitwa Konde Boy. Mungu akupe maisha marefu ndugu yangu. Uli cha mtu, unakula hela yako ya halali. Saizi unakuja zako hapo, una fly, unakwenda zako na kazi zako vizuri. Ndege inakusubiria. Ndio maisha tulikuwa tuna dream tukiwa Chitoholi. Leo una ndege inakusubiria. Ndio maisha ndugu yangu. Expensive life, Konde Boy. Sema hala, sasa hivi una designer kabisa huyo. Kanipigia karoti, sijui kanipigia pinki. Hakisha suti inakaa vizuri ndogo wangu. Uliambiwa usome kwa sababu unasomea kwa design. So hayo ni maneno pia ya Mwijaku kumpamba Harmonize. Alafu hapa chini bwana katika caption akaandika kwamba expensive life. Unatumia chako ulichopewa na Mungu. Hudhulumu cha mtu kama maharamia wengine. Na huwa humuombagi mtu akukodishie private jet. Expensive life, expensive gang, hala 2025. Huo ni ujumbe na ni kijembe dongo kutoka kwa Mwijaku kwenda upande wa pili kule WCB. Maana umeona hapo amesema kwamba wewe uombi mtu akukodishie private jet. Haya, lakini baada ya heka zote hizo ambazo Mwijaku amezifanya bwana, at the end of the day ni kwamba Harmonize bwana hajamwacha mtupu. Amemkabidhi kitita kama cha milioni 6 hivi kama sikosei, dola sijahesabu. Kwa hiyo obviously inaweza kawa imefika hata 10 kutokana na vitita ambavyo Mwijaku amevionyesha akiwa yupo kwenye Mercedes Benz yake, akiwa anamshukuru Harmonize kwa kumpatia fedha baada ya kushirikiana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jambo la Harmonize linakwenda. So sikiliza hapa kilichotokea. Asante ndugu yangu Harmonize. Kazi nimeifanya jana. Simu kazi nimeifanya ndugu yangu. Nimeitendea haki, ukasema Mwijaku kazi unafanya ndugu yangu. Kwa nini nisikulipe? Asante ndugu yangu. Waache washindane na jeti wakati wewe unatuwezesha watu tunaofanya kazi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hapo bwana Mwijaku alikuwa anamshukuru Harmonize huko akionyesha fedha ambazo Konde amempatia. So ukiwa kama mdau bwana, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.